Karibu rafiki mpendwa na mtazamaji katika chaneli hii. Leo katika somo mfululizo huu wa akili jangwani. Jana tuliona akili ya kwanza ni akili ya utumwa. Mambo yote tu unatamani kurudi nyuma. Leo akili ya pili tunakuja nayo ni akili ya hofu. Tutaomba. Asante Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Bariki yule mtazamaji na umtakase katika kufuatilia masomo haya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa na mtazamaji, akili ya hofu. Usiache hofu iamue katika maisha yako. Usiache hofu iamue katika maisha yako. Mpendwa, katika somo lililopita tumeona akili ya utumwa. Israeli walitoka Misri, lakini utumwa huo waliofanyizia miaka mingi ilibaki kichwani mwao. Ni kati ya vitu vilisababisha wasiendelee. Na leo akili ya pili inasema akili ya hofu. Kutoka 14 aya ya 10 inasema, wana wa Israeli walipoinua macho yao, kumbe wa Misri walikuwa wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Tatizo la Israeli halikuwa kwenye miguu, halikuwa kwenye mavazi walioivaa, lakini angalia wa Misri. Walipoona wa Misri wakitokea nyuma yao, hoga yao ikapanda sana. Yani waliogopa sana. Tatizo halikuwa Farao nyuma yao, tatizo ilikuwa namna walivyomuona Farao. Yani tatizo hakuwa Farao, lakini tatizo ilikuwa namna walivyomuona Farao. Waliona jeshi, lakini walisahau Mungu aliyewaokoa. Waliona bahari, lakini walisahau Mungu aliyetenda miujiza. Waliona kifo, lakini walisahau yule aliyewaokoa. Waliona hofu mbele yao, picha ya hofu ilikuwa mbele yao, lakini Mungu hakuonekana ndani mwao. Wapendwa, hofu inapoingia kuna vile inavyovifanya. Kutoka 14 aya 11 na 12 inasema, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi huko Misri umetutoa huku ili tufe jangwani? Hii ni maswali wanauliza Musa. Afadhali kwetu kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Wapendwa, hii ni akili ya hofu. Akili ya hofu inapoingia katika maisha ya mtu wa Mungu, kuliko kumwona Mungu, kuliko kuona kitu chema, kitu kile kinachoonekana chema kinaonekana kama kitu ambacho kitamrarua, kinaonekana kitu ambacho kitamtesa, kinaonekana kitu ambacho kitaharibisha maisha yake. Sasa akili hii inapofika kwako inakufanya namna gani? Mpendwa, akili ya hofu inapoingia katika maisha ya mwanadamu inamfanya ajione kuwa yeye ni mdogo, na kile ambacho kinamletea hofu akione kama kitu kikubwa ambacho kitamumeza na kitamaliza maisha yake. Ile tu. Yani akili ya hofu inapoingia, inapokuingilia, unajikuta wewe ni katu kadogo, wakati ambapo kile ambacho unakiona mbele yako kinaonekana kitu kikubwa ambacho kinameza watu. Ukisoma kitabu cha Hesabu 13 aya ya 30 hadi 33 inatupatia mfano mwingine wa pekee. Kalebu alisema, hakika na tukapande Mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Hivi ndivyo Kalebu anavyosema. Tusimame wapendwa, tukapande Mara, tunaweza kushinda bila shaka yoyote. Lakini wale wengine wakasema, hatuwezi kupanda juu tupigane na watu hao, maana wana nguvu kuliko sisi. Kisha wakasema tena, nasi tulikuwa machoni petu kama panzi, na ndivyo tulivyokuwa machoni pao. Wapendwa, akili ilifanya taifa la Mungu waone wao, wakajiona kama panzi,
wakati ambapo adui Mkanani wakamwona kama jitu jikubwa sana. Hivi ndivyo walivyojiona wao. Hapa ndipo tatizo lilipo, mpendwa. Hawakuwa panzi, lakini walijiona kama panzi, mpendwa. Hofu haikubadilisha urefu wao ushuke mpaka kuwa panzi, lakini hofu ilibadilisha akili yao, ubongo, kuliko kutafakari nguvu za mbinguni, kuliko kutafakari uwezo wa Mungu, wakajikuta wao wamekuwa wadogo sana. Inakufunza nini, mpendwa? Au akili hii ya hofu inaonekanaje katika maisha ya mtu wa Mungu, katika maisha ya mwanadamu? Akili ya hofu hii ya jangwani inapoingia ndani mwa mtu, anaogopa kila kitu kipya. Yaani kila kitu kipya kinachotokea anaogopa. Anaona fursa ikitokea katika maisha inaweza sababisha familia yake na yeye mwenyewe apate kupata baraka, yeye anakuwa na hoga. Anaona hatari, nasema hapo nitakufa. Twende tulime, nitafariki. Twende tulime, nitajikata na jembe. Kuja tukate mti huu, tuangushe mti huu, shoka litanigonga mimi, nitafariki. Kuja upige, ujifunze kupiga ndazi, mimi nitaungua. Tufanye hivi, kuja uweze kumuosha mtoto, hapana, nitagusa kwenye pua yake. Kuja tufanye, yani vyote anaona hatari. Peleka watoto wako shuleni, hapana, watashindwa. Akili ya jangwani, akili ya hofu. Unamkuta mtu anaanza kuona kushindwa kuliko kuona ushindi. Hii ndio akili ya hofu inavyoonekana kwa mtu. Je, una akili gani wewe? Jambo la pili linaloonyesha kwamba umeingiliwa na akili hii ya jangwani ni wakati unapo tazama nyuma kuliko mbele. Tunaelekea wapi? Wewe unauliza narudi wapi? Nitarudi namna gani? Wengine wanasema nitafika mbinguni namna gani? Wewe unasema nitalungulaka namna gani? Mpendwa, tazama mbele, usirudi nyuma. Yaani yeye anatazama nyuma kuliko mbele. Akili hii utaonekana namna gani? Unakuta mtu anasema siwezi fanya kile, hajajaribu, lakini unamkuta jibu lake, mimi siwezi pima hata kidogo, siwezi kudhubutu hata kufanya ile, mie siwezi. Hii ni akili ya jangwani, mpendwa. Unamkuta hii inapoingia inaleta madhara katika maisha yake. Na madhara ya akili ya hofu ni nini? Hofu inapotawala maisha yako, mpendwa, inakuzuia kuanja. Hofu inapotawala maisha yako inakuzuia kusonga mbele. Maisha yako inabaki ile tu. Unamkuta ni ile tu, hakuna badiliko. We hauwezi, siwezi mi siwezi endelea, mi niko hivi tu. Akili ya hofu. Wanasema kamama shimama enda shambani, kanajibie mie nikienda huko nitajikata. Mtoto wako atakuja nisaidia kufanya hivi. Mtoto wangu asipotelee shambani, yeye ndio atapotea tu. Akili ya jangwani inakufanya urudi nyuma kuliko kusonga mbele. Inakufanya usiamini Mungu na usiombe. Kuja tuungane katika kufunga na kuomba. Mimi nikifunga na kuomba, mimi nitasikia magonjwa tumboni, tumbo yangu itauma, nitakuwa na tatizo la mgongo, miguu yangu itauma. Haupendi kuendelea, hata kaendelea na kiroho kanao kuwa na tatizo hili la hofu. Mpendwa, inakufanya usiamini Mungu. Hii inapoingia, na hii inapoingia inakufanya wewe ukuwe tofauti na wengine wote. Wengine ambao wameendelea, yeye anabaki nyuma katika maendeleo. Yeye hana dakika ya kuendelea. Kwa sababu hiyo tu, akili ya hofu inamfanya mtu awe masikini kuliko kupima, kuliko kufanya kazi.
na akili ya hofu itasukuma wengi kuingia motoni, kwa sababu akili hii iliingia. Sasa suluhisho ni nini la akili hii ya hofu? Mpendwa, Musa aliwajibu. Kutoka 14 aya 13 inasema, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaofanya leo, kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Jibu katika hofu yote linatoka kwa Mungu. Mungu anasema usiogope. Mungu anasema usiogope. Mungu anasema usiogope. Usitazame tatizo, ukubwa wa tatizo, bali tazama ukubwa wa Mungu na utasimama na ujasiri. Yesu akaambia wanawake, akasema, tazama mimi ni pamoja nanyi mpaka mwisho. Wapendwa, neno hili ni la pekee katika maisha ya mwana wa Mungu. Hofu inaletwa na shetani na ujasiri unaletwa na Mungu. Wewe utasimama kwa upande gani? Mungu ndiye nguvu yetu. Jifunze kusimama imara na kumtegemea Mungu. Inasababisha hofu iondoke. Mpendwa, akili ya hofu hii imesababisha wengi wanafariki maskini, wengi wanakufa, na wengi hawataenda mbinguni wanapoendelea kugangania akili hii ya hofu, akili hii ya pili ya jangwani. Kwa hiyo Mungu hakutupa roho ya hofu. Kitabu cha Timotheo ya pili 1 aya yake ya 7, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hii ndiyo identity yako mpya, identity ya mwana wa Mungu, ama hali ya mwana wa Mungu mpya ndiyo hii. Si woga bali ni nguvu, si woga bali ni upendo, si woga bali ni moyo wa kiasi. Kwa hiyo usiseme mimi ni mtu wa hofu. Sema hivi, mimi ni mtoto wa Mungu. Mungu amenipa nguvu, Mungu ananipenda na amenipa moyo wa kiasi, atanishikilia.